kwa sasa ni wakati wa kuzungumza vitasa, ngumi, kile ambacho watu huwa wanapenda kushuhudia ni bondia kupigwa knockout au bondia kutandikwa bonge moja la konde alafu akalala na asinyanyuke, au akaenda kunyanyukia huko hospitalini, au akanyanyukia kwao akaenda kuambia nini ambacho kilikuwa kinajiri kwenye ulingo. Hivi karibuni tuweza kushuhudia moja kati ya mapambano ambayo yaliweza kuhusisha mabondia mbalimbali. Tulimshuhudia Dula Mbabe akipanda ulingoni, lakini tulimshuhudia moja kati ya pambano ambalo watu wanalitaja kwamba lilikuwa na upinzani mkubwa sana kati ya Ubaya dhidi ya Ngedere. Pambano hilo ambalo lilifanyika the Superdome Masaki, Dar es Salaam, na ilikuwa live kupitia Azam TV, Azam Sport 3 HD. Uliweza kushuhudia mapambano haya, lakini miongoni mwa mabondia ambao walipanda ulingoni siku hiyo alikuwa ni Fadhili Majiha, bondia ambaye kwa sasa mmoja kati ya mabondia wakubwa hapa nchini Tanzania katika uzito wake, akiendelea kufanya vizuri. Na kuna taarifa nyingine mpya ambazo tutakuja kuzijadili kuhusiana na Fadhili Majiha, na alicheza dhidi ya Hajot Singh, mmoja kati ya mabondia ambao walipatikana baada ya mpinzani aliyekuwa anatarajiwa kuingia ulingoni dhidi ya Fadhili Majiha kushindwa kufika. Basi kile ambacho kilifanyika, bondia huyo ambaye alitaka kupima uwezo wake kwa Fadhili Majiha, hali ikawa ni ngumu sana kwake, mambo yakawa ya vuta ni kuvuta. Sasa leo niko na Fadhili Majiha hapa, lakini pia nipo na Baraka Masud pamoja na Aidan Mlimila. Huyu ni miongoni ama ni wafanyakazi wa Azam TV ambao wamebobea zaidi kwenye masuala ya ngumi. Sijui kama anajua ngumi, lakini kuzizungumza anaelewa sana na uelewa mkubwa sana wa masuala ya ngumi. Wote kwa pamoja nitawakaribisha hapa tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kinajiri kwenye eneo hilo la ngumi. Kwanza Fadhili Majiha, karibu. Asante. Karibu sana Baraka. Asante. Nashukuru. Fadhili, hongera sana kwanza kwa kile ambacho kilifanyika juzi. Asante, nashukuru. Mtu alipigwa ngumi. Ngumi hatari sana zile. Hongera sana. Ni shabiki wa Liverpool pia. Asante. Kwanza leo usizungumzie mbaya watu wa Liverpool. Wewe zungumzia tu. Wanabondia tayari. Hamna shida. Liverpool ina mabondia, kumbe nishaanza kugundua hizi jezi tu unavaa tu. Ni jezi? Jezi tu. Lakini Liverpool mimi chama langu Manchester. Kula tano. Manchester United. Kuna kipindi hapa alifungwa sana, wasema timu mbovu, lakini nikamwambia ndio timu yangu, siwezi kuiacha. Lakini Liverpool ni wapinzani wetu kwenye jezi hapa, huwa ni kama jezi za pande mbili. Je, mtu wa Kariakoo, wale mashabiki wa Kariakoo hawezi mmoja kwenda kununua jezi ya mwenzake akaivaa. Ni kama ambavyo ilivyo kwa Liverpool na Manchester United. Lakini kama ni mwana Manchester basi karibu sana. Asante. Na sisi Bruno Kunya Mbumo. Bruno kama kawaida. Aidan Mlimila, karibu sana. Wakati akiwa tayari Aidan tutaweza kuzungumza naye wakati huo akijiandaa. Baraka. Yes. Karibu sana Viwanjani. Nakushukuru. Ni mara nyingine tena nakutana na wewe kwenye kipindi hiki cha Viwanjani. Kuna kipindi fulani hivi ulikuja hapa, ulikuwa na mmoja kati ya mapambano yaliyosababisha ukaja kuzungumzia lile ambalo lilikuwepo kwa wakati huo. Nakumbuka. Karibu sana kwa wakati huu tena. Asante, nashukuru. Mambo yanaendaje? Tuko vizuri. Tangu kipindi kile mpaka sasa hivi ngumi unaziona zipo kwenye mwelekeo mkubwa? Zipo kwenye mwelekeo mkubwa, lakini tunapiga hatua, sio pale tunapostahili, lakini tunaenda. Kuona hapa na Fadhili Majiha pengine kuna kitu kinapikwa? Fadhili Majiha ni yuko chini ya management yetu ya HB Sadek. Kwa hiyo yote yanayotokea kuhusu Fadhili Majiha is a family. Yes. Sawa. Aidan Mlimila, karibu sana. Moja kati ya wadau ama watu ambao wanaweza wakaizungumza ngumi kwa urahisi sana na ukaielewa, lakini kupigana ulikuwa nakuuliza una mashaka na uwezo wangu kwenye unajua ngumi kuzizungumza au unajua kupigana? Vyote viwili vinakwenda sambamba. Sio unatotisha. No, mikono inatoka. Simtishi mtu. Kweli? Mikono inatoka. Lakini pia mdomoni pia nako alhamdulillah sio vibaya sana. Mdomoni ni zaidi kuliko. Sio vibaya. Kote vizuri. Sema kote iko vizuri. Tuliwahi tu kuacha kustaff, kutunika glass mapema. Okay, tuwekeze. Mimi nakumbuka wakati tukiwa shule tulikuwa na kipindi. Ujue shule ambazo tumesoma huko mnaenda mnakula, afu mnarudi tena baadaye. Kwa hiyo jioni ile saa 10 wakati tunafanya usafi kuna kikundi kinachukuana kinaenda maporini huko ni ngumi tu. Hata kama mjachokozana nyinyi mnaenda kupigana ngumi huko. Hiyo hamna bondia hiyo hamna bondia. Bila shaka ndizo ngumi ambazo ulikuwa tulipita kwenye madarasa ya sayansi tamu kidogo kwa ajili ya self defense na nini kidogo. Kisio ile kwa maana ya kwa kucheza upande ulingoni pigana hapana. Yaani ile kujifunza mchezo kwa ajili ya self defense. Yes, hiyo. Kwa hiyo hizi ngumi za round 1 2 kujitetea
Hiyo vizuri sana. Yaani hiyo ni vizuri na isiyo bahati, ni kwamba sheria turuhusu tu. Yaani unajua unapokuwa na maarifa ya sanaa yote ya mapigano, hizo ni karate, boxing, kickboxing, hauruhusiwi kuitumia kwa ajili ya kuumiza wenzako zidi ya mtu ambaye hana hayo maarifa. Yaani ukitumia makio ni kama mtu ambaye ametumia silaha kumshambulia mtu mwingine. Hiyo ni silaha ambayo inapaswa kuwa ni kwa ajili ya self defense. Siku ukitokea hapa umezingirwa na watu wenye nia mbaya, basi unatumia silaha zako kujitetea. Sawa. Mimi mara nyingi sana ngumi zikishindikana sana, tu ya mwisho meno. Meno au mangata. Meno afu mbio. Sasa karibu sana Aidan, pamoja na hili jopo la Baraka pamoja na Fadhili Majiha. Tunaangalia Bongo Fighting Championship ambayo imemalizika. Tulikuwa na weekend nzuri sana ambayo tulishuhudia pale the Superdome Masaki. Tathmini yako kwanza kabla hatujarudi kwa Baraka, hatujarudi kwa Fadhili Majiha, nini ambacho umekisikia kwa watu baada ya kutoka pale kwenye ule ulingo? Of course event ili set agenda tofauti mitandaoni. Unajua sasa hivi miongoni mwa maeneo ambayo huwa tunatumia kupata feedback ya vitu tofauti ni mitandao ya kijamii. Baada ile event kumekuwa na discussions nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye magrupu ya WhatsApp, Instagram, huko watu wengi wakizungumza kutokana na matukio tofauti. Wako baadhi walikuwa wakizungumza kuhusu uwepo wa zile bouts za kickboxing ambazo pia fans ziongeza kitu kwenye event. Lakini pia wako baadhi ya watu walikuwa wakizungumza baadhi ya matukio ambayo weka tofauti, kwa mfano knockout, baadhi ya knockout ya Dula Mbabe. Wako baadhi pia walikuwa wakizungumza ile knockout ya Fadhili Majiha, pia wakijaribu kufanya comparison na uwezo wa Fadhili. Yani kumekuwa na discussions nyingi, lakini kubwa pia watu wengi sana, yani kwa moja kati ya comment ambayo nimepata nyingi sana ni kuhusu ile bout ya Abdul Ubaya na Kevin Gedele. Wale watu walipigana sana na ndio fight ambayo wengi walifurahia sana kutokana na namna ambavyo kila bondia aliacha kila kitu. So event imetengeneza agenda tofauti mitandaoni ambazo zimeendelea kuzungumzwa aidha katika mlengo chanya au katika mlengo hasi, lakini tayari hiyo inakupa ishara kwamba watu walifuatilia, na hilo of course ndio lengo kuu, kuwapelekea watumia joto wa maudhui ambayo sisi tunaandaa hivi sasa. So mimi feedback of course imekuwa ni hiyo, imekuwa na hisia mchanganyiko, hisia hasi, hisia chanya, na kitu siku watu walifuatilia na wengi wao of course walifurahishwa na kile ambacho kilifanyika. Hisia hasi hizi ambazo umezisoma mara nyingi zimekuwa zipo kwenye eneo gani? Of course maeneo mengi. Eneo la kwanza of course unajua kwenye boxing sio utata ni sehemu ya mchezo. Ni vitu ambavyo vipo. Kuna bout moja ilifanyika ya Isa Ali dhidi ya Deo Samuel. Ili hata kwa mtu ambaye afahamu ngumi, ulikuwa unaona Isa alikuwa amemdominate Deo Samuel kwa round zote. Lakini baada ya pale majojo wakaweka draw. Ambayo of course haikuwa draw. Kwa mtu ambaye hajui ngumi, ulikuwa unaona hii fight huyu bwana ilikuwa ni upande mmoja. Huyu bwana amemdominate mwenzake. Bado kuna hiyo changamoto ya majaji. Wamekuwa pia kukosoa sana hicho kitu. Lakini pia wengi hizo ni hasi sasa. Wengi wamekuwa wakizungumza pengine kuhisi labda opponent ambaye Majiha alicheza naye ni kama kulikuwa na mismatch fulani. Sawa, Majiha mwenyewe uzuri yupo hapa. Majiha, kwanza hiki unaanza kukiona vipi kwa kile ambacho kinazungumzwa labda mtandaoni kwamba umekutana na bondia ambaye watu wengi walivyomtazama wakaona huyu bondia hawezi kutupa kile ambacho tulitarajia kwa? Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na kwenye swala la bondia, kwa sababu mimi nilijipanga vizuri na maandalizi yalikuwa mazuri, kwa sababu nilitegemea kucheza na bondia Akan Sambu kutoka South Africa. Na nilikuwa natetea belt ambayo ni WBC Afrika. Ndio. Lakini hatua ya mwisho kilichotokea, kwa sababu ndani ya wiki moja napewa taarifa kama saa 6 usiku, naambia bwana mpinzani unaocheza naye kapata injury. Injury vipi? Kapata injury ya kucheza sparring. Sijawahi kuona mimi hivi vitu vinatokea. Yaani professional boxer hawezi kucheza sparring ya akibakisha na wiki. Professional boxer ndani ya wiki 2 haruhusi kucheza sparring aina yoyote, kwa sababu inaweza kumletea madhara, afu zeni wakaribu show yenyewe yote, kwa sababu ukiangalia kama Azam Media imeandaa matangazo,
udhamini, vitu vingi. Umeona bwana, na baadhi ya watu washalipia vingamuzi vingi. Hatua mwisho kuja kusema usicheze fight ndio imeharibika, unakuwa unapoteza kila kitu. Ilikuumiza? Iliniumiza sana. Kwa hiyo ikaja ikatokea mbadala, ndo akapatikana huyo Muhindi. Alivyopatikana Haji Hussein, hatua gani za awali ambazo ulianza kuzifanya sasa? Kiukweli kwa sababu unapobadilishwa opponent ndani ya wiki na kwa ni vigumu sana kujua opponent yukoje. Ndio. Ili niumiza sana kwa sababu ilifikia kipindi mpaka nataka yani niachane kabisa na mazingira ya fight. Lakini kocha akaniambia natakiwa ucheze kwa sababu watu washaandaa, washatumia gharama. Umeona bwana. Sawa kocha, au bondia na viwango kama vile ninavyohitaji mimi, nataka watu ambao wenye viwango ambao naendana nao. Hamna namna, natakiwa ili swala ucheze. Kwa hiyo ikabidi nicheze, lakini kwa nilivyomuona rekodi yake mara kwanza ilinitisha kwa sababu alikuwa na mechi kama 14, kapigwa mechi 2 kashinda kwa KO. Yeah. Sasa nikaa najiuliza, mechi 11 kashinda knockout, mbona ana nyota moja? Kwa nini? Ikawa bado pale mimi naumiza kichwa. Huyu mtu yukoje? Lakini hatua mwisho nikaona siku zishaenda na namna nikamwambia sawa, mimi ndacheza kwa sababu watu washaekeza sana vitu vingi. Alafu hii kitu haribia, tukishindwa kucheza itatuharibia vile vile. Tukaamua tucheze. Baraka. Yes. Mlipokea vipi hili la kubadilishwa kwa bondia? Ulikuwa ni mshtuko mkubwa, na kama anavyokuambia bondia, tumekaa vikao sana. Tucheze tusicheze, lakini yule yeye angefikaje nyota 4 naye? Kwa sababu naye ni bondia. Yeah. Angefikaje nyota 4 bila kucheza? Kwa hiyo mwisho wa siku kushirikiana na boxer coach tukaona lazima tucheze kwa sababu tuna mkataba, na kilichotutia moyo zaidi ni kwa sababu lengo lilikuwa ni kudefend WBC. Kwa hiyo tukawa na vikao na rais wa WBC, akakubali kutusubiri kwa sababu tuna mpango wa kudefend mwezi wa 4. Kwa hiyo tukaona imekaa vizuri, ikaturudisha kwenye moyo, lakini kama anavyosema Fadhili, yule hakukimbia kwa sababu kabla hapo niweke rekodi sawa. Ndiyo. Mabondia ambao wamechomoa katika hatua za mwanzo ni zaidi ya mabondia 9 Anafika ambao walitakiwa wanaingia mkataba, wanaenda kuanza kusearch YouTube. Kuchomoa kwao ni kwa aina kila mmoja kwa sababu nyingine. Kuna mwingine anakuambia mmeliwana labda dola kadhaa, anaongeza kiwango mara 3 zaidi ya kile ambacho kwanza sio thamani yake. Lakini sababu zote unaziona ni kwa sababu za kukimbia. Yani wanatoa sababu za kukimbia. Na kwa tathmini yangu ya haraka naona tunaingia katika sehemu ngumu sana katika boxing industry. Kwa sababu watu sasa wanatafuta ule wepesi. Wanatafuta mtu ambaye ni mwepesi. Kama unataka ufike pale alipo yule ambaye ni champion, kwa nini usipigane naye? Mtoe pale ili ufike. Kwa hiyo tulikutana na changamoto na tumekuwa umeona Majia na muda mrefu sana haja fight. Sababu kubwa ni hiyo. Kila ukitafuta opponent sababu haiwezekani. Mwisho wa siku sisi ni watu ambao wakuogopa. Aidan. Yes. Haya yanazungumzwa na Fadhili Majia pamoja na Baraka Masoud. Yanajenga picha kwamba mabondia wengi watakuwa wanatafuta mabondia ambao wanaamudu. Yaani wengi wanakuwa wanaogopa kupambana na hao mabingwa. Kwa mfano Fadhili Majia anavyosema kwamba mabondia 9 withdraw kucheza naye hivi karibuni kwenye haya mapambano ambayo alihitaji kucheza nao. Unaona vipi sasa mwelekeo wa ngumi? WBC wafanye kitu gani ambacho kinaweza kikaruhusu watu sasa kuingia kucheza pindi wanapohitajika? Iwe ni kwa thamani ambayo inaendana nao, lakini pia kwa kukosa hivi visingizio ambavyo vinaweza vinaharibu fight. Sasa kimsingi WBC wao hawawezi kutengeneza thamani ya bondia. Kila bondia ana thamani yake. Yani wanaweza vipi kusimamia sasa ndo nakuja huko. WBC pamoja na vile tunaita sanctioning bodies, zile taasisi ambazo zina sanction hii mikanda, sio WBA, WBO au WBC wenyewe, IBF, sio WBF, mikanda, hizi taasisi zote huwa kuna kitu wanaita ratings. Yani kwenye kila mkanda huo mkanda unaona kwenye kila daraja kuna ratings, vile viwango kuanzia namba 1, namba 2, namba 3 mpaka namba 15, namba 20, ambao wao sasa ndio wanakuwa na kidhi kwenda kuchallenge huo mkanda husika wa shirikisho husika. Sasa kwa mfano Fadhili Majia mabingwa mtetezi, ndio defending champion. Anapotaka kutetea hiyo title yake, promoter anatakiwa submit hayo majina ya opponents kwa WBC. So WBC watarejea kwenye kanzidata yao, kwenye ile rating ya vile viwango vyao, kuona kama wanaenda yuko ndani ya viwango vyetu sisi, anakizi kwenda kuchallenge hiyo mkanda. Baada hapo wanamwidhinisha, endeleeni naye na mazungumzo naye. Sasa huo unakuwa ni mchakato ambao
WBC wanakuwa washajitoa, ni promoter na bondia husika. Sasa ndo hapo ambako hizo changamoto zinakuwa zinatokea sasa kwenye issue za kupandisha pesa, na pengine mtu anaweza akaona demand yake ni yani mnamhitaji sana yeye kwenda kucheza hiyo fight. Sasa kishagundua hivyo, lazima kuna mambo mengine ya nje yatafanyika ili kuwasumbua nyinyi. Hiyo of course huwa inatokea. So issue ambayo anaonekana Baraka kama hivi vitu vinaenda kudidimiza ngumi. Kwako wewe unaona mwarobaini gani ambao tunaweza tukautumia kuhakikisha kwamba tunapata hizo fights ambazo zinaweza zikana na wabondia ambao wote wapo daraja moja ama wanakaribiana madaraja bila hivi visingizio, kuna hiki kimefanyika hivi, kuna hiki kimeenda hivi? Of course ni issue ambayo ni ngumu kiasi kuiendea. Ni ngumu kiasi kwa sababu ya mazingira ambayo yanazunguka jambo lenyewe. Yani kuna vitu ambavyo huwezi kuvizungumza on air hapa. Kuna vitu vingi, kuna siasa, yani kwenye boxing kuna siasa nyingi ambazo, yani kuna siasa nyingi na sio Tanzania, duniani. Nyingi ambazo baadhi huwezi kuzizungumza kwenye eneo kama hili, ambazo kuziendea na kuzitatua huwa inakuwa ni changamoto kiasi. So nadhani ni jambo ambalo linahitaji mchakato wa taratibu kabla kuweza kuzitatua hizo changamoto na kuziendea, na pengine kuondoa kabisa hiyo changamoto ambayo imekuwa ikitokea kwa siku za karibuni, na kupelekea hiyo changamoto ambayo mwisho wa siku inapelekea fights nyingi kuwa zinakufa mwishoni, na mwisho wa siku mnajikuta mnapata opponents ambao wengi hawakidhi. Kwa mfano hata huyu Harpreet Singh ambaye amepigwa alichaguliwa kama replacement, lakini Fadhili akashindwa kudefend title yake kwa sababu huyo mtu akizi vigezo vya WBC. Opponent kapatikana lakini hana hizo vigezo. Likawa ni pambano ambalo sio la ubingwa. So Fadhili akabidi mkanda wake uwe pending kwanza, amepewa kwa mujibu wa taarifa ya WBC, wameextend muda wake, wameongezea muda wake kudefend hiyo title yake baada ya changamoto kutokea hapa. So kutatua hiyo changamoto ni mchakato ambao unahitaji vitu vingi sana, ila naamini itakaa sawa. Yeah. Sawa. Na kitu gani ambacho Baraka sasa mmeshaanza kukifanya kuhakikisha kwamba hiyo mwezi wa 4 kama ambavyo umezungumza kwamba Fadhili anapata bondia ambaye ataenda sasa kutetea mkanda wake? Ameongea Aidan, lakini baadhi ya vitu ameongea ni ambavyo haviwezi vika hapa kwenye kamera, ni vigumu kuvizungumza, lakini bado palikuwa na kitu ambacho anasema neno figisu. Tafsiri yake nyingine sijui, lakini unao ni sababu na yeye imechangia. Kwa sababu licha ya kwamba yule opponent ameondoka, lakini zinavyosemekana kwamba kasaidiwa kuescape. Kwa sababu palikuwa na hatua nyingi zinaenda, lakini ninachokiona kitu ambacho at least kidogo kinaweza kasaidia ili swala kuliondolea utatuzi ni gharama. Kwa sababu hawa watu wana kitu ambacho nadhani katika mindset zao kwamba get rich or die trying, kwamba basi naenda kupigwa lakini nipigwe huku nimepata mzigo wa maana. Kwa hiyo boxing industry inakabiliwa na utata wa pesa, kwamba promoter unakuta bondia na demand kiwango ambacho hastahili. Wakati mwingine gharama ya majia haistahili. Unaweza kama unasipigana muda mrefu, mtu ana nyota 4 plus sio mtu wa kwanza kumpa shilingi milioni 20 30, lakini usiishie nyota 4 tu, ongelea kuhusu GOAT au legend. Sababu toka 2008 yupo kwenye piki mpaka leo. So you can see, alafu sasa hivi utampa kiasi gani. Kwa hiyo boxing industry inakabiliwa na uhaba wa uwekezaji wa kipesa, kwa sababu promoter anachowekeza kurudi kwake ni kugumu. Mimi ni promoter vile vile, kurudi kwake ni kugumu. Kwa hiyo hata hao ambao wana escape, kama kuna mtu kweli anamshawishi mtu kukimbia, ukimwekea mzigo wa maana, sidhani kama anaweza kukimbia. Lazima kuna ushawishi, kwa maoni yangu. Lazima kuna ushawishi ambao lazima utokane vile vile na income itakayopatikana baada ya maandalizi ya fight yenyewe. Huo hatuzungumzi kile ambacho kiko nyuma ya hili swala. Huo ushawishi ambao pengine tunauhusisha pia unakuwa ni ushawishi ambao unaendana kutoka upande mmoja na upande mwingine, kwamba pengine huyu akimaliza hili anaweza akawa juu zaidi tena. Sawa. Yote iko hivi. Yeah, ndio. Hilo nalo linachangia, kwa sababu kwa maana hiyo ni wivu wa kimaendeleo. Kuna wivu wa kimaendeleo, lakini vile vile kuna ushindani ambao sio rasmi kama mngezunguka hata kwenye group. Shida kubwa tunakutana nao sisi management kwa ajili ya majia ni opponent kumwogopa majia.
Kumogopa Majia. Na hutokaa ukasikia kuna mtu anakuambia nakutaka wewe, ushawahi kusikia? Aidan, namtaka Majia, ushawahi kusikia popote hapa? Kwamba mimi namtaka wewe Majia. Weka kiasi kadhaa. Kwa hiyo shida tunakutana nao ni hiyo. Sasa tunakuwa na wasiwasi, ndio maana tunapigana sana nje, na nje nao wanaambukizwa bwana. Huyu ni monster. Kwa hiyo kuna shida hiyo kidogo. Na nafikiri Makasole, na ndio maana sisi kama Azam Media kama moja kati ya washirika wakubwa wa mchezo wa boxing tumekuwa tukishawishi sasa hivi wadau mbalimbali nao kuja kuwa sehemu ya mchezo. So Azam Media peke yake ndio hawezi, yani ni ngumu, yani peke yake scan. Lazima tuunganishe hizo nguvu waje watu wengine. Sawa. Aidan, kuna habari nzuri kwanza kuhusiana na Majia. Nimezisikia jinsi ambavyo anapanda. Yes, na kabla fight yake zidi audio thing, rekodi yake ilikuwa imesimamishwa kwa muda. Na taasisi ya Boxrec ambayo ndo taasisi kubwa na yenye heshima duniani ambayo inafanya kazi ya kutunza kazi data za mabondia. Ndiyo. Na zilifichwa kwa sababu Fadhili alikuwa amekaa miezi 12 bila kupigana. Ndiyo. Kwa mujibu wa kanuni zao wao, bondia wakaa miezi 12 ambao ni mwaka mzima, wanakutem kama ni inactive. Wanakuwa hawajui kama wamestaafu au wanakutoa kwenye mifumo yao. So baada ya kushinda fight yake dhidi ya Harjit Singh, rekodi yake imerejea na amerejea kwenye nafasi yake kama bondia namba 1 kwenye vile viwango vya ubora wa mabondia nchini Tanzania kwa madaraja yote ya uzito. Tunaita pound for pound. Pound for pound ya Tanzania, kwa maana pound for pound ni ule mchakato wa kutengeneza orodha ya ubora wa mabondia pasina kujali madaraja yao ya uzito. Yani wote kwa pamoja. Yani wote mabondia wote ambao wana leseni Tanzania mnachukuliwa, mnawekwa kwenye kichungu kimoja, afu anatolewa mmoja, namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 na 5. Sasa huo mchakato huwa unatofautiana, yani kila taasisi na vigezo vyake. Okay. Kila taasisi na vigezo vyake. Sasa hii orodha ambayo tumeiandaa leo hii tumeleta hapa ambayo ni top 10. Hii imetokana na takwimu ambazo zimetolewa na Boxrec wao wenyewe. Ndio. Yani ni takwimu ambazo ni orodha ambayo imetokana na points ambazo kila bondia yuko nazo katika mabondia 10 ambao tukatazame muda huu hapo tuipata hiyo orodha na tuone inafanana vipi. Sasa hii ndio orodha ya mabondia 10 bora ambao wanacheza kwenye boxing ya Tanzania kwa madaraja yote uzito, na hii ni kwa mujibu wa mtandao wa Boxrec. Na Boxrec wanatengeneza hizi takwimu kwa mfumo ambao ni wa kikompyuta. Yani ni mfumo ambao upo computerized. Yani sio binadamu anasema Fadhili ka hapa, no. Yani Fadhili akicheza amempiga Harjit Singh, taarifa yake na yale matokeo yanaingizwa kwenye system. Kwa hiyo kiingizwa kwenye system, ile kompyuta inachakata. Ikichakata ndio inatoa hizo takwimu. So kama bondia hujacheza, kompyuta ambayo haimjui Fadhili. Haimjui Fadhili, haimjui yoyote. Sawa. So taarifa zikiingizwa, ubora wa mpinzani uliocheza naye sometimes huwa una determine sana nafasi ya wewe kupanda au kushuka, au sometimes kama umekaa muda mrefu bila kucheza automatically una drop. Kwa mfano Fadhili baada ya kukaa miezi 12 bila kucheza akawa ameshuka, namba 1 akawa ni Salmin Kasim. Fadhili alikuwa amedrop sababu alikuwa haipo active. So hizi ni orodha ya mabondia 10 bora nchini Tanzania kwa maana pound for pound kwa mujibu wa mtandao wa Boxrec, mtandao ambao ndio wenye heshima na mtandao maarufu zaidi duniani ambao unafanya kazi ya kutunza taarifa za mabondia ikiwemo kuzichakata takwimu zao. Kama unavyoona hapa, bondia namba 1 nchini Tanzania kwa sasa ni Fadhili Majia akiwa na jumla ya nyota 4 pale juu. Ndo bondia, nafikiri sikumbuki lini Tanzania tumewahi kuwa na bondia ambaye alikuwa na nyota hizi 4, mtanikumbusha. Sikumbuki binafsi. Sikumbuki. Nadhani Fadhili anaweza kuwa ni bondia pekee au kama yupo basi hawazidi wawili kwenye historia ya boxing ya nchi yetu kufika kwenye hii level ambayo Fadhili amekuwa nayo, nyota 4 kwenye rankings. Na kwa faida tu ya watazamaji wetu, maximum ni nyota 5. Yani maximum kwenye ratings za Boxrec nyota 5. Maximum nyota 5. Kwa Fadhili amesalia nyota 1 kufika kwenye ile level ya juu ambayo ukiwa na nyota 5 I think unakuwa miongoni mwa wale mabondia 100 bora kwa ujumla wake duniani. Pasina kujali viwango, pasina kujali madaraja ya uzito. Daraja lako la uzito. Sasa hii ni orodha ambayo inahusisha mabondia tofauti ambao wanacheza kwenye madaraja tofauti
ya uzito, na kwenye professional boxing tuna madaraja ya uzito 17 zile weight divisions. Sasa namba 1 ni Fadhili Majia ambaye daraja lake ni kilo 55 hivi karibu amekuwa kilo 55. Ndio. Lakini pia Salmin Kasim ambaye amekuwa akicheza kwenye kilo 57, 59, 50 hadi 61. Salmin Kasim kama namba 2 ikiwa nyota 3.5. Wakati Hassan Mwakinyo ambaye alipanda uzito mwaka juzi kwenda kwenye middleweight anashika nafasi ya 3 akiwa nyota 3.5. Ibrahim Class ambaye amekuwa akicheza kwenye super featherweight kilo 59 na lightweight kilo 61 anashika nafasi ya 4 akiwa na nyota 3.5. Sasa wote wana nyota 3.5 lakini points zinatofautiana. Na points ndizo ambazo pia zinatumika kwenye kuchora huo mstari wa kutenganisha kati ya bondia na bondia. Mchanja Yohana anashika nafasi ya 5 akiwa na nyota 3. Mchanja ni moja kati ya bondia ambao wanacheza kwenye kilo kwenye flyweight, super flyweight, la flyweight ambao kilo 52, 51 alikuwa akicheza kule. Mchanja Yohana kilo 53 pia sometimes 53.5 kwa maana bantamweight. Lakini pia yuko Richard Mtangi ambaye anacheza kwenye kilo 72 na 72.5 ambaye ni middleweight akiwa nyota 3, na Richard ni bingwa wa WBO Africa kwa sasa kwenye hilo daraja ya middleweight. Lakini pia kuna Ibrahim Mafia ambaye amekuwa akicheza kwenye kilo 61 sometimes kilo 55 pia hata 57 yuko hapa kwenye nafasi ya 7 akiwa na nyota 3 kamili. Wakati Gabriel Morris anashika nafasi ya 8 akiwa na nyota 2.5, wakati Frank Shagembe anashika nafasi ya 9 akiwa na nyota 2.5 pia, na Fikiri Salum Mohamed yuko nafasi ya 10 akiwa na nyota 2.5. Kwa hiyo hii ndo top 10 ya ubora ama viwango vya ubora kwa mabondia wa Tanzania kwa madaraja yote ya uzito kwenye professional boxing. Sasa wako baadhi ya mabondia maarufu wako tunafahamu lakini hawaoni hapa. Sasa okay, sawa. Fadhili Majia, kwa sababu uko hapa, nyota 4 ambazo unazo mpaka sasa hivi unakuwa ni miongoni mwa mabondia wakubwa sana ambao wanakuwa na hiyo rekodi ama kufika kwenye hiyo top 10 ya mabondia bora Tanzania kwa sasa. Nini ambacho kipo kwako ama tamanio gani ambalo unalo kuhakikisha kwamba unasogea mpaka kwenye nyota 5 hizo ambazo nyota 1 ambayo imesalia? Matamanio yapo kwa sababu lengo langu nifike katika zile nyota 5, sio zile 4. Kwa sababu nilishawahi kufika mpaka 4.5 badala ya kumpiga Bongani Malango. Nifika nyota 4.5 na nilifika namba 6 dunia. Lakini sasa hivi niko na nyota 4 na duniani namba 15. Kwa hiyo malengo yangu mimi ni kusogea pale. Kwa hiyo hata kama nikipata wapinzani ambao wenye faida, na ndio maana mara nyingi naangangania wapinzani wenye faida. Unajua ukimpiga kama ulompiga unakuwa hamna faida unayoipata. Ila yeye akikupiga wewe unaporomoka, yeye anapanda. Kwa hiyo kwanza unakuwa una beti yani. Maana unakuwa kama umebeti, umecheza kamari. Wewe ndo mwenye pesa nyingi ana pesa ndogo. Yaani mmekiana bwana, ukishinda unachukua kitu fulani unafanya hivi. Sasa ile nisingependelea sana wewe unajitokeza. Ila ninachotaka mimi, kwa sababu Azam Media kama wadhamini wakijitokeza kwenye kudhamini ngumi kama wanavyodhamini mpira, kwa sababu majimu yapo mengi na mabondia wapo wengi. Kwa hiyo wangetafuta mabondia ambao wanajua wazuri waweza kuwakilisha taifa, na ili waweze kunitafutia mabondia ambao wanaweza kufika pale katika kiwango ambacho wanachokihitaji. Unazungumza hili ni kama inakuumiza rank ambayo uliopo na mapambano ambayo unayapata kutoka kwa mapromota mbalimbali. Ni vitu ambavyo vinaendana na maisha yako, vinaendana na kila jasho lilo kutoka mpaka ukafikia pale. Mara nyingi kwanza unaona pale kama ile hatua tuliofikia ile. Maketa kwenye mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp nini, kuna watu wanaongea sana namba 1 sio nini, watu wanagombaniana, nikaonekana si stahili kufika pale nilipo. Alafu mimi viwango vyangu au uchezaji wangu ndio vinaonesha mimi namba 1 pale, kwa sababu vitu ninavyofanya ni vikubwa tofauti na yale matarajio ambayo natarajia kuwa nayo. Bondia namba 1 anatakiwa na matarajio mazuri. Aidha awe na maisha mazuri na vitu vingine. Yaani kiasi kwamba hata ana uwezo wa kusaidia watu wengine nyuma. Lakini leo unakuwa namba 1 alafu inakuwa haina faida, kwa sababu tunapitia mengi katika mizozo mingi, watu wanaongea hivi, lakini watu wengine wao tunakaa kimya tuwajibu. Lakini ukweli wa box leki ndio unaonesha pale kama mimi na stahili kwa namba 1.
Na Fadhili maswali kabla hujaendelea. Juzi mara baada ya fight kumalizika, aligusia mchakato wake kupanda uzito kuja kwenye huko featherweight, sio? Atafute afuate huko featherweight. Sasa na ukasema wale wote ambao wamekuwa wakizunguka kunitakataka na kuja huko juu. Kwenye featherweight wako mabondia wengi sana, mimi nawafahamu. Wapo wengi. Unajua kwenye mitandao ya kijamii aidha kwenye magrupu ya boxing wanaongea sana, alafu sisi hatustahili kuongea kwa sababu kuna wengine wanaongea leo wanatukana. Tunaumia kwa sababu inafikia wakati wewe unanitukana mimi unifahamu. Shida unaniambia nipandishe weight. Lakini mimi nimeanza kucheza fly, kacheza super fly, nikaja bantam, nikampandia gongani super bantam. Hiyo super bantam huwa sifiki. Nilipata kilo 54, gongani nilipata kilo 55. 54 bado ninasoma kwenye bantam. Lakini nilikubali kucheza kwa sababu nilikuwa na malengo. Najua gongani nikimpiga mimi nasogea. Na kuna mtu leo kuniambia umekuwa na ukipata changamoto kubwa sana kwenye kuzipandisha kilo zako. Huwa kuna shida gani? Kuna shida yote ya kiafya mambo yanatokea? Hapana. Unajua weight inategemea na mifupa ya mtu. Kuna mwingine anakuwa na mifupa mizito, mwingine mifupa midogo. Yaani haina uzito. Kwa hiyo upande wangu mimi sina changamoto yoyote kiafya, kinini, sina changamoto aina yoyote. So naamini unaweza kupata kilo 57. Nitakula. Kwa wale watu ambao wanapiga kelele, hata kwenda kupima pale uzito nitakula nishibe. Si unaenda kupima ambao tunapima bila kula. Lakini nitakula. Atakula. Nitakula nipate kilo 57. Alafu yeye akiwa na kilo 57 kila akipata 60, 63 mimi nitacheza naye. Kwa sababu unacheza na sparring na watu tofauti. Kwa sababu nataka kunyamazisha mdomo wa watu. So plan ikoje kwenye kudefend title yako ya WBC Africa kama ambavyo WBC wameelekeza? Plani iko hivyo. Lakini unajua kuna wakati inafikia kipindi unajua watu wanaongea sana. Kwa sababu hata nyinyi waandishi mnaona, kwa sababu waandishi mara nyingi wanafuatilia hivi vitu. Kwa nini anaongea hivi? Kwa nini anafanya hivi? Sasa mimi nitapanda niwaizilishie kama mimi naweza nimekupiga alafu narudi kwenye uste wangu. So uko tayari kwa sasa kucheza na bondia wa Tanzania? Yoyote yule. Yeye anajiona huyu bwana anamkabili basi mimi nitampandia, nitacheza afu nitarudi kwenye uste wangu. Sawa, mimi sasa nikiingia kesho Mangasole nakuja na orodha ya bondia ambao wanacheza kwenye hizo kilo wa Tanzania. Ambao wanaweza kucheza kwenye hizo kilo. Sasa kuna kitu hapa naomba nisaidie. Shika huo mkanda. Usiuvae. Sio sikuvaa. Huo mkanda una picha ama una picha mbili. Picha ndogo mbili pembeni kwa maana ya hapa ile eneo na hapa wakati tunamalizia kipindi cha Viwanjani kwa leo. Ni kitu gani hiki? Naona picha ya Muhammad Ali, moja kati ya bondia mkubwa sana duniani, huwezi kuacha kumtaja. Lakini pia naona picha ya ziko Sulaiman. Ziko picha mbili hapa Mangasole. Kuna picha ya Muhammad Ali. Muhammad Ali ni bingwa wa zamani wa WBC. Ndio. Bingwa wa zamani wa WBC, lakini ni bondia ambaye kwa mujibu wa wengi wanamtaja kama bondia bora wa muda wote kwa kutokea kwenye historia ya mchezo wa boxing. So picha yake kwenye madaraja yote. Yani kwenye historia ya mchezo wa boxing, mtu ambaye anatajwa na wengi kama bondia bora wa muda wote ni Muhammad Ali. Na huyu ni bingwa wa zamani wa WBC. So taswira yake imewekwa hapa kutokana na kwanza aliyekuwa bingwa wa zamani wa WBC, lakini pili ni hiyo status ambayo iko nayo kama moja kati ya mabondia, ndo bondia bora of course kwa mujibu wa wengi. So hizo sababu mbili ndizo ambazo zimemfanya WBC kutumia picha ya Muhammad Ali kwenye baadhi ya mikanda yao kwenye category tofauti. Wako mabondia wengi wakina Oscar de la Hoya amekuwa akiwekwa, wakina Floyd Mayweather picha zao ziko pale na wengine wengi sana. Lakini Muhammad Ali ni moja kati ya watu ambao amekuwa akiapia mara nyingi sana kwenye hizi belts za WBC. Yani ni kama na legacy yake. Ni kama FIFA wangeweka Pele, Maradona, Messi, Ronaldo. Legacy yake kwenye mchezo ndio imewasukuma WBC kumweka hapa. Lakini upande huu kuna picha nyingine hapa. Huyu ni Mauricio, Jose Sulaiman. Huyu ni Mexico, ni marehemu sasa hivi, asili ya Mexico, na huyu ni mmoja kati ya waanzilishi wa taasisi ya WBC. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha kwa mara ya kwanza huu bingwa wa WBC. So picha yake iko hapa kama mtu ambaye kwa mara ya kwanza alianzisha, alikuwa miongoni mwa watu ambao walianzisha taasisi ya WBC ambako kwa sasa hii WBC
iko chini ya mtoto wake ambaye ndio rais wa WBC duniani, anaitwa Mauricio Suleiman. Mwanendo anaongoza WBC kwa sasa hivi. Kwa hiyo maana ya uwepo wa hizi picha mbili ni kutokana na hayo ambayo nimezungumza. Huyu ni mmoja kati ya waanzilishi wa huu mkanda kwa maana ya Jose Suleiman. Huyu ni bingwa wa zamani wa WBC, lakini mbondia bora muda wote na mmoja kati ya watu ambao wamefanya mambo makubwa sana kwenye mchezo wa boxing na hata kwenye jamii pia. Muhammad Ali amepata hiyo status kubwa kutokana na namna ambavyo pia alikuwa akigusa maisha ya watu. Kipindi kile cha wakati cha ukandamizwaji wa watu weusi nchini Marekani, Muhammad Ali ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wako vocal, walikuwa wanaongea sana, wanakemea baadhi ya zile changamoto hivyo. So alikuwa akigusa maisha ya watu kwenye jamii. Hivyo ndani ya ring skills zake na uwezo wake uliweza kubariki ring ya masumbwi, lakini pia aliyekuwa bingwa wa WBC mara kadhaa. Sawa Aidan. Muda umetutupa mkono. Pengine Fadhili Majia neno moja, dakika moja, Baraka dakika moja pia. Ninachopenda kusema kwamba huu mchezo unatakiwa upewe nafasi ya kipekee kwa sababu kwenye mpira tushafika mbali. Ndio. Lakini hakuna boxing bila promoter. Kwa hiyo serikali ingewekeza ikakaa na promoter ikaangalia wapi panaposababisha pastak. Tumeenda mbele kwa story tu lakini sio kwa action. Kumbuka kuna bondia mmoja alisema kwamba taifa linawakilishwa na timu ya mpira watu 40 mpaka kuendelea. Lakini Fadhili Majia akitoka nje yuko peke yake anabeba taifa zima. Kwa hiyo nadhani wangefocus hapa, lakini kingine kwa sisi ambao ni watu wa industry tuache figisu. Tuache figisu kwamba. Sawa. Fadhili Majia, tunamalizaje? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pili naishukuru management yangu, pia naishukuru Azam Media kwa kuweza kutudhamini na kuweza kuturudisha kwenye ulimwengu wa ngumi, kwa sababu bila nyinyi hakuna watu wanaweza kututambua kiukweli. Azam Media ina maana Tanzania na mikoani pamoja na nje ya Tanzania watu wanajua kabisa kama leo kuna jambo gani linafanyika kupitia Azam. Kwa hiyo unachoshauri mimi au unachoomba mimi, bado nasisitiza mapromota wawepo, lakini na Azam kama Azam wao wenyewe waangalie nini cha kufanya katika swala la mchezo wa ngumi. Sawa. Shukrani sana Fadhili Majia, lakini nikushukuru Aidan Mlimila. Kuna mengi sana ambayo tungeyazungumza lakini muda umekosa. Mtu ambaye si bondia anaruhusiwa kuvaa? Anavaa. Hamna shida. Ilikuwa moja kati ya ndoto zangu mwaka kwenye looks. Looks haipiti. Hapiti kwenye looks. Sasa moja ya ndoto zangu ni kumpiga mtu. Aidan au nani? Sio kumpiga. Kumpiga. Serikali inaweza kaingilia kati. Ni kupigana na mtu kiasi kwamba nipate huu mkanda. Huu ni mmoja kati ya mkanda mkubwa sana. Mengi sana ngozi kwa Karume bana. Watu wachukulia mmoja. Sawa. Hii ni Viwanjani na huu ni mkanda ambao anaumiliki Fadhili Majia. Ni mikanda miwili huu inatoka. Sasa wa kwanza alikuwa ni huu, baada ku defend akatoa huo mwingine. Anapewa mwingine. Na akidefend tena anapewa baada ku defend nafikiri anapanda daraja kwenda kuania ubingwa wa, anapewa mwingine wa tatu. Na kwenda kwenye category nyingine. Kwa ni bingwa ni continental sio? Intercontinental. Yes. Basi niseme tulikuwa na wageni hapa studio kwa maana bondia Fadhili Majia, lakini Baraka Masoud ambaye ni miongoni mwa wale ambao wanasimamia bondia huyu, lakini pia yupo Aidan Mlimila, mmoja kati ya watu ambao wanaweza kaizungumza ngumi kwa urahisi zaidi na ukaweza kuielewa kwa urahisi zaidi. Tuna mpumziko, tukirejea hapa yapo mengi zilizobamba mtandaoni zipo. Kumkanda nikirudi sitokuwa nao.